Baada ya kuvuka mto Yordan kwa usiku ule wa taharuki, Daudi na watu wake walifika mahali paitwapo Mahanaimu. Hapo ndipo alipokusanya pumzi na kuanza kujipanga tena upya. Ingawa alikuwa amekimbia Yerusalemu, bado hakuwa amepoteza mamlaka yake ya uongozi. Alianza kupanga jeshi, akawaweka watu wake katika vikundi, akiwapa viongozi waliokuwa waaminifu kwake. Wakati huo huo, upande wa pili wa mto, Absalom naye alivuka Yordan akiwa na jeshi kubwa la Israeli. Badala ya Yoabu akamweka Amasa kuwa mkuu wa jeshi lake, mtu wa ukoo wake, ishara ya kuimarisha uaminifu wa upande wake. Lakini Daudi hakuwa peke yake. Alikutana na watu waliomsaidia kwa moyo wa dhati kama Shobi, Makiri na Barzilai. Watu hawa walileta vitanda, wakaleta vyakula, nafaka na mahitaji mengine kwa ajili ya Daudi na watu wake. Waliona wazi kuwa watu wale walikuwa wamechoka na wana njaa na wamepoteza nguvu zao. Daudi akaligawa jeshi lake chini ya viongozi watatu: Yoabu, Abishai na Itai Mgiti. Wakati wanajiandaa kwenda vitani, Daudi alitaka kwenda pamoja nao, lakini watu wake wakamzuia. Walijua uhai wake ulikuwa muhimu zaidi kuliko ushindi wa vita yenyewe. Kabla ya kuondoka, Daudi akawaita na kutoa agizo ambalo lilikuwa tofauti kabisa na mategemeo ya watu. Aliwaomba waweze kumchukulia Absalomu kwa upole kama mtoto wa mfalme. Hiyo ilikuwa sauti ya baba na wala si sauti ya mfalme. Kisha jeshi na viongozi wale ambao Daudi alikuwa amewateua walianza safari. Vita vikaanza rasmi katika msitu wa Efraimu. Mapambano yalikuwa makali, lakini mazingira yenyewe yakageuka kuwa hatari kwa jeshi la Absalomu. Wengi waliangamia msituni kuliko waliouawa kwa upanga. Absalomu akiwa juu ya nyumbu wake akaanza kukimbia, lakini ghafla kichwa chake kikanaswa katika matawi ya mti mkubwa. Nyumbu yeye akaendelea mbele, akimwacha bwana wake akining'inia kati ya mbingu pamoja na nchi. Mtu mmoja akamuona Absalomu akiwa amening'inia katika mti ule, kisha akamwambia Yoabu, lakini alipoulizwa kwa nini hakumuua, alikataa akisema hawezi kumgusa mwana wa mfalme, hasa pia kwa kuwa Daudi mwenyewe aliamuru huruma juu yake. Yoabu hakuwa na subira hiyo. Alimfuata Absalomu, akamkuta bado akiwa ananing'inia huku akiwa hai. Bila kusita akamtia mikuki moyoni. Watu wake wakamalizia. Mwili wake ukatupwa shimoni na kufunikwa kwa mawe. Hivyo ndivyo ambavyo mwana wa mfalme ambaye aliwahi kuhitaji kuchukua mamlaka na ufalme wa baba yake, simulizi yake ikakomea hapo. Baada ya vita, swali kubwa lilikuwa nani aende kumwambia Daudi habari hiyo. Hatimaye mjumbe akaenda. Alipofika akatoa habari ya ushindi, lakini moyo wa Daudi haukuwa kwenye ushindi. Aliuliza jambo moja tu, hali ya mtoto wake Absalomu. Mjumbe hakutaka kupepesa macho, japokuwa moyo wake pia uliogopa. Akamwambia, mtoto wako Absalomu amekufa. Daudi kusikia vile, moyo wake ukavuja damu, dunia yake ikavunjika, machozi yakaanza kumtoka. Ili kuficha aibu, akapanda juu chumbani kwake, akaanza kulia kwa uchungu mkubwa. Hakulia kama mfalme aliyeshinda vita, bali kama baba aliyempoteza mwana. Alilia akisema moyoni mwake,
bora angekufa yeye badala ya Absalomu. Jeshi lilirudi kutoka vitani likiwa na ushindi mikononi mwao, lakini badala ya shangwe walikuta jumba la kifalme limejaa maombolezo. Daudi hakuacha kulia. Furaha ya ushindi kageuka aibu. Askari walihisi kana kwamba wamefanya kosa kwa kushinda vita. Hapa ndipo Yoabu alipokuja kwa ukali mbele ya Daudi. Alimkemea Daudi akimwambia kuwa kwa kulia kwake anaonyesha kuwa anawapenda adui zake kuliko watu wake waliopigana kwa ajili yake. Alimwonya kwamba kama hatajitokeza kwa shukuru watu wake, basi wote watamwacha peke yake. Maneno hayo yalimtikisa Daudi moyo na akili yake. Akaamka, akaenda kukaa langoni na watu wake wakarudi mbele yake. Hapo akarejesha uongozi wake kama mfalme. Hatua ya kurudi Yerusalemu ikaanza. Watu wa Yuda wakamsindikiza Daudi. Njiani watu mbalimbali wakaanza kujitokeza. Yule aliyemtukana zamani ambaye ni Shimei akaja kwa hofu kubwa, akaanguka mbele ya Daudi akiomba msamaha. Wengine walitaka uawe, lakini Daudi akamwacha ili aweze kuishi. Bado aliendelea kuonyesha rehema badala ya kisasi. Pia akaja Mefiboshethi. Alikuwa ameonekana kumsaliti kupitia maneno ya Ziba, lakini hali yake ilionyesha huzuni ya kweli kuwa tangu Daudi alipoondoka yeye hakuwa sawa. Daudi ndipo alipojua kwamba Ziba alimdanganya, na akiwa tayari amerejesha mali zote za Meshibotheshi kwa Ziba. Mwisho wa yote akaja Barzilai, mzee aliyemsaidia Daudi wakati wa shida. Daudi alitaka mlipe kwa kumkaribisha Yerusalemu, lakini mzee huyo alikataa kwa unyenyekevu, akimruhusu mwana mwingine aweze kuchukua nafasi hiyo. Kisha Daudi akambusu na kumruhusu aweze kurejea katika mji wake.